kuongeza chakula katika taifa letu la Kenya ili tuweze kuondoa njaa ni kuhakikisha kwamba tuna support wakulima, na ndio sababu tukapunguza kama serikali gharama ya mbolea, tukahakikisha kuna mbegu ya kutosha ambayo imefanyiwa utafiti, na sababu hiyo ndio mnaona kilimo Kenya imebadilika. Magunia ya mahindi tuliozalisha 2022 ilikuwa 44 million. Magunia ya mahindi tuliozalisha mwaka uliopita ilikuwa 64 million. Nyinyi wenyewe mmesema na mnajionea kule mashambani, kwa mapenzi ya Mungu tuko na mvua ya kutosha, mmetumia mbolea ya kutosha. Mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutapata mahindi magunia milioni 75. So mambo ya kilimo inasonga mbele. Niliwaeleza vile vile kilimo ya chai tumeweka mpango mzuri, tunafanya kazi na KTDA, tumewasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Ile mapato imepatikana kwa kilimo ya chai imeongezeka from 138 billion mpaka mwaka huu tulipata 215 billion. Nilikuja hapa Kakamega na nikawaeleza ya kwamba hii kilimo ya miwa ndio imelete matatizo makubwa na kuongeza mambo ya umaskini sehemu hii ya Western Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ilikuwa inasimamiwa vibaya. Watu wachache walikuwa wanafaidika. Mwananchi anapeleka miwa yake, anangojea miezi 6 hajalipwa. Ule mfanyikazi wa kampuni hajalipwa. Mwisho ni pesa ya serikali tunatafuta kuja kulipa mkulima ambaye hakulete miwa kwa serikali. Tunakuja kumlipa mfanyikazi ambaye hafanyi kazi kwa serikali. Hiyo ni ujinga ama si ujinga? Ni ujinga mkubwa sana. Sasa nikuulize wewe, mtu hajakufanyia kazi, unamlipa mshahara kwa njia gani? Na ndio nikasema mambo ni mangapi? Nilisema mambo ni matatu. Nilisema. Si ndio? Na wale wakora wote, sasa wale wajuaji walikuwa hapo. Sasa wameingia kwa laini namna hii. Hapa Mumias mahali ilikuwa miwa hailipwi, sasa miwa inalipwa kwa majira. Wafanyikazi wa Mumias hamujasikia kwamba hawajalipwa, wanalipwa ifika tarehe 25, 27 wanalipwa. Nilikuja hapa kupatiana bonus, na hiyo ilikuwa kidogo. Mimi narudi hapa Disemba hapo Mumias kupatiana bonus mara 2 ile tulipatiana Januari mwaka huu. Hiyo maneno nimepeleka Nzoia. Kulikuwa na wajeuri sana kule. Nimepeleka hiyo maneno Muhoroni. Nimepeleka hiyo maneno Chemelil. Mpaka imefika Suni. Hiyo mahali yote tumewafukuza wakora, tumewaondoa matapeli, na nimesema ya kwamba ile leasing program iko pale. Number 1, mkulima alipwe 10 days. Akipeleka miwa yake siku 10 awe amepata pesa yake. Mfanyikazi alipwe kama wafanyikazi wengine. Na Disemba vile vile mimi nakuja Nzoia kupatiana bonus. Mimi nitaenda Chemelil, mimi nitaenda Muhoroni, mimi nitaenda Soni. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kilimo ya miwa haileti umaskini, inaleta utajiri katika sehemu hii. Kwa yale mambo machache tumefanya, just by reorganizing in the last 2 years, tumemalizia hapa kupanga tu maneno hapa Mumias, na watu kujua ya kwamba hakuna mchezo. Mapato ya kilimo ya miwa imetoka bilioni 50. Mwaka huu tumepata mapato ya bilioni 90. My program ni kuhakikisha ya kwamba ile pesa tunapata kutoka miwa iwe sawa sawa na ile pesa tunapata kutoka chai. Saa hizi tunapata kutoka chai bilioni 215. Hapa kwa miwa tulikuwa 50 billion. Sasa tumefika 90. My program is to make sure in the next 2 to 3 years we will be getting as much from tea as we are getting from sugarcane, ili tuondoe umaskini. Kwa sababu kama kilimo
haileti pesa kwa mfuko ya mkulima, inaleta umaskini. Tumeelewana jameni? So vile vile nimemweleza Waziri Oparanya, mbali na hii maneno ya miwa, pia tuko na kilimo ya kahawa ambayo tayari nimeirekebisha. Wakulima wa kahawa walikuwa wanapata shilingi 60 kwa kilo moja. Mwaka huu wamepata 130, 140, 150 kwa kilo moja. Ni mnanielewa? Uliza wale watu wa kahawa. Na ndio nimesema mbali na nyinyi kuwa wakulima wa mahindi, hiyo ni ya tumbo, tuwe na kilimo ya miwa ya kuweka mfuko pesa, na tuongeze ya kahawa ya kuweka mfuko pesa. Nyinyi watu wa Kakamega mko tayari? Na mimi nishapatiana pesa milioni 500 kwa Waziri Oparanya anunue seedlings, ndio tupatie wakulima hasa wa sehemu hii ya Western, kwa sababu ilichelewa siku nyingi, na ndio mambo ya uchumi sehemu hii bado iko chini, because we do not have enough cash crops ambayo wakulima watatumia kuinua uchumi wao. That is my commitment, na hiyo kazi inaendelea. Na vile niliambia watu wa Mumias, lazima turekebishe this whole sector. Hiyo ni kazi yangu ya kwanza. Muliniambia nirekebishe kilimo, ama hamko niambia? Mnaona ile kazi imefanyika kwa kilimo? Na bado wale tuko na wajuaji wadogo pale wako na kizirani kidogo, lakini watakutana na mimi. Jambo la pili, muliniambia elimu ni ya muhimu, na mnataka kila mtoto wa Kenya apate elimu sawasawa na mtoto wa Mkenya mwenzake. Tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watoto ama walimu wachache. Tulikuwa na changamoto kubwa ya mambo ya university, ilikuwa inafungwa kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutosha. Nikatengeneza jopo ya kutupangia vile tutarekebisha sekta hiyo. Nyinyi mnaelewa. Sasa tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa kilimo. Number 1, ile pengo tulikuwa nayo ya walimu, tumeajiri walimu 76,000 wapya. Nimeweka kwa budget hii pesa ingine shilingi 2.5 bilioni ya kuajiri walimu wengine 24,000. Mimi nataka kujaza walimu 100,000 by Januari. Ndio kila mtoto wa Kenya akienda shuleni, jameni, akutane na mwalimu, kila mtoto apate elimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Jambo la pili, tukasema tuweke funding model mpya ambayo inahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi sawa ya kusoma. Na ndio sababu tumeweka a student centered funding model ambayo itahakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanalipiwa scholarship na serikali 90%. Mzazi alipe tu 10%. Mtoto kama wangu na huyu Nabii, sisi tutapatiwa scholarship ya 40%, kwa sababu sisi tuko na pesa kidogo na mshahara, si ndio? Mama mboga tumlipie 90%, huyu na bwera apate 40%. Ama mnataka tuendelee namna gani? Si namna hiyo? So that tuweke usawa, kila mtoto wa Mkenya apate nafasi ya kusoma. Vile vile tumerekebisha maneno katika university. Sasa ile university ilikuwa na matatizo, tumerekebisha. So muliniambia nirekebishe mambo ya kilimo, na ndio nimefanya. Na ilikuwa sio kazi rahisi. Simulisikia iko makelele mingi, kwa sababu unajua kurekebisha kitu iko na watu wamezoea maneno hapo katikati, lazima upite na hawa kidogo ndio mambo iende sawa sawa. Ama ni aje jameni? Vile vile muliniambia ya kwamba tunataka pia tupange mambo ya afya, na niliwaeleza ya kwamba wananchi wengi bado wanaingia kwa umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali.
Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 100,000, 1,500,000, 2,000,000, anauza mbuzi, anauza kuku, anauza shamba ili kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na ndio nikasema lazima tuwe na mfumo mpya ambayo itawasawazisha yule wa chini na yule wa juu wawe sawa, tuweze sisi wote kwenda hospitali tupate matibabu, na kila mtu aende nyumbani bila ya kuuza ng'ombe yake ama kuuza kuku yake ama kuuza mbuzi yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Na ndio sababu tumetengeneza hii UHC, Universal Health Coverage, Taifa Care kwa SHA. Na mimi nafurahi ya kwamba katika hii mpango for the first time Wakenya 4.5 wametibiwa na kulipiwa na SHA. Tumelipa 41 billion kwa kulipa gharama ya matibabu ya Wakenya. Hapa Kakamega, nataka nimshukuru gavana wenu, kwa sababu Kakamega hata ingawaje hawako mbele sana, bado gavana utajikaza kidogo, kwa sababu Kakamega kwa counties 47 Kakamega ni number 21. Inang'ang'ana, si mbaya sana. Wananchi almost 39% wameregister. Yani wananchi vile mlisikia gavana amesema 713,000 people in Kakamega wamejiandikisha. Ukijiandikisha pale, tunataka tujue unaishi mahali gani, uko katika zahanati gani, ndio tuweze kupanga dawa, ndio tuweze kupanga wauguzi, na tuweze kupanga vile utalipiwa wakati utakuwa mgonjwa. Ni mnanielewa? So kila mmoja wetu hapa tunataka mjisajili, mjiandikishe. Tumesema kama serikali wale wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Lakini kila mmoja wetu ataenda hospitali, atatibiwa, ataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu hiyo gharama itachukuliwa na mpango ambayo tuko nayo ya serikali. Kakamega, mnanisikia? Na tumekubaliana na hawa magovernors, tumeketi chini na wao. Mbali na hii mpango yetu ya SHA ama Universal Health Coverage ama Taifa Care, mpango yake ni 3. Ya kwanza, tuwe na pesa ya kulipia gharama ya matibabu. Ya pili, tuhakikishe ya kwamba kuna madawa kwenye mahospitali zetu. Wananchi wengi wanalalamika ya kwamba wakienda hospitali wanakuta hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? Si pale kwa hospitali ndio shida, hakuna dawa? Tumekubaliana na hao magavana. Sasa mpango mpya ni kwamba zamani ilikuwa inaletwa dawa Kakamega, inakuja kukaa kwa store, alafu ndio inatoka Kakamega inakuja Javaiwa. Sasa tumesema madawa ikitoka Nairobi ikuje Javaiwa straight, isiende Kakamega. Tumeelewana? Madawa isiende kukaa kwa store Kakamega, mwananchi anangojea hapa. Saa zingine madawa inakaa Kakamega kwa store mpaka ina expire, na mtu wako hapa anahangaika na ugonjwa. Sijui kama tumeelewana. So tumekubaliana na hao governors ya kwamba new program ni kwamba every facility, na mimi nataka niwashukuru governors, wamekubaliana na sisi ya kwamba vile hii shule ya Kivaiwa hapa, si ndio? Si hii shule iko na kamati ya kusimamia? Si iko na chairman ya board na wale wengine wote? Sasa hospitali pale chini pia tutakuwa na board ya kusimamia ya wananchi. Ndio kama hakuna dawa, mwananchi wanaanza kupiga report mapema, na wao ndio wasimamizi. Na pesa ya SHA hatutakuwa tunatuma Kakamega, tutakuwa tunatuma kwa hospitali yenu hapa, na kamati yenu ndio itasimamia. Madawa inakuja hapa, nyinyi ndio mtasimamia. Mko tayari ama mko tayari? Tunaelewana? Si ya shule inafanya kazi? So tumesema mambo mengine mawili, nilisema mambo matatu. Number 1,
pesa ya kulipia gharama. Number 2, kuhakikisha kwamba madawa imekuja hospitalini. Number 3, tuwe na equipment na tuwe na wafanyikazi. So mimi nawauliza kila mmoja wetu ujiandikishe, ndio tuhakikishe ya kwamba tunajua wananchi wangapi katika kila zahanati, kwa sababu serikali inatuma pesa kwa hospitali kulingana na wananchi ambao wanaishi pale. Sasa kama hamjajiandikisha, nyinyi ndio mnaharibu kazi ya matibabu ya hapo kwenu. Everybody must register, ndio tujue kuna wananchi 500, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 500. Kuna wananchi 3,000, tutume pesa ya kutoshana na wananchi 3,000. Waumbulile, mumesikia hii maneno ama mumenielewa? Tunaelewana? Na ndio mnaona hiyo sasa taratibu tunaweka ya kusaidia mambo ya matibabu. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba tusiwe na wananchi wanaingia kwenye matatizo ya kuuza mali yao kwa sababu ya kutafuta pesa ya kulipia gharama ya wale wako kwa hospitali. We must all be united in that matter. Jambo la mwisho, mlinieleza mambo ni mengi, lakini wacha niseme tu ya mwisho leo. Mliniambia pia nipange ajira ya hawa vijana wetu. Vijana mko? Vijana mko? Mbona sikii sauti ya vijana wa hapa Kakamega? Vijana mko? Nataka mnisikize vizuri. Tulikubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana, kwa sababu tatizo kubwa la taifa letu la Kenya ni ukosefu wa kazi, na kazi haipatikani. Kazi inapangiwa ndio ipatikane. Tukingojea tu kazi ipatikane, tutangojea muda mrefu. That's why we must have a plan on how to create jobs. Na ndio sababu tumeweka mipango mara 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na nataka vijana mnisikize vizuri. Number 1, tumeweka program ya development ya physical facilities. Tuko na program ya housing. Nikiongea na nyinyi sasa, vijana 250,000 Kenya wanafanya kazi kwa program ya housing. 250,000. Pale iko kazi ya aina yote. Mesikia hii Kakamega tunajenga, tayari tumepatiana kandarasi ya nyumba 4,800. Pale Milimani the first house program iko tayari. Nitakuja mwezi wa 7-8 hii nikuja nipatiane funguo za watu kuishi ndani. Another 2,000 housing units tumetangaza hapo inajengwa. Kule Mumias tunajenga. Different 8 locations hapa Kakamega tunajenga affordable housing. Tunajenga soko 21 mpya hapa Kakamega. Tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 2 ya kujenga masoko. Mumesikia mjumbe wenu akisema tuko na soko Chekalini, tuko na soko tunajenga hapa Luandet, tuko na soko tunajenga kule Panpepa. Mnanielewa? 3 kwa constituency yenu. Lakini Kakamega mzima 21 markets. Nia yetu ni kupanga ajira ya vijana na vile vile kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani isiharibike, kwa sababu hiyo soko iko na storage, iko na cold room, iko na mahali ya kuuza mazao yenu. Tuhakikisha kwamba mazao ambayo yametoka shambani isiharibike, kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuweka store, hakuna mahali pazuri pa kuweka cold room, ndio tuweze kupunguza post harvest losses, na tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ya kufanya nayo biashara na kulisha taifa letu la Kenya. So there is opportunity young people to work in our programs. Kazi ya pili ambayo nimepangana na hawa vijana, nataka vijana wanisikize tena. Tuko na program ya digital jobs. Tumekubaliana Jitume Center. Mumesikia mbunge wa Bwana Aseka akisema pale kwa TTI yao tayari vijana wanafanya kazi. Mumesikia mjumbe wenu akisema pale kwa TTI nafasi imepatikana ya vijana kufanya kazi. Nikiongea na nyinyi sasa hivi tuko na vijana 200,000 Kenya mzima ambao wanafanya kazi katika mitandao ya digital jobs.
wewe kijana wa Kakamega, anza kujipanga, kwa sababu tumepatia pia wabunge sasa pesa kujenga ICT hub kwa kila ward kwenye taifa letu la Kenya. Pale kwa ward tunataka ICT hub ambayo itapatia nafasi vijana kama 100, 200, 300 ya kufanya kazi katika mitandao, kwa sababu tayari tumenegotiate na kampuni za kimataifa vile Wakenya ni wafanyikazi hodari na vile wanaweza kufanya kazi katika mitandao. Jambo la tatu kwa hawa vijana, and I'm talking to the young people of Kakamega as I talk to the young people of Kenya, ndio muanze kujipanga na mahali kuna nafasi ya kujisimamia na kufanya kazi. Sehemu ya tatu, tumekubaliana na hawa wabunge, tumesign kitu inaitwa bilateral labor agreement na kampuni karibu 5 tayari, zingine 19 ziko katika pipeline. Nikiongea na nyinyi, vijana zaidi ya 1400 wametoka Kenya hii, wameenda kufanya kazi sehemu tofauti tofauti duniani. These members of parliament wataweza kuwapanga na kuwaeleza how we are going to have young people mwenye wanataka kufanya kazi nje ya Kenya, pia tuwapange na nafasi hizo za ajira, so that we can take the nation forward, na tupange nafasi ya vijana wetu kupata kazi, tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo watu wa Kakamega, kazi mlionipatia ya kuwapangia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, nimeona niwaeleze tu kwa kifupi. Ningeendelea next what we are doing, lakini nilikuwa tunataka niwaeleze kilimo tumerekebisha, inatusaidia kuzalisha chakula, inatusaidia kutuwekea pesa mfuko. Tumerekebisha maneno ya matibabu, tumerekebisha maneno ya elimu, tunapanga ajira ya vijana wetu, tunataka Kenya iweze kusonga mbele. Na ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu, kazi hii yote haiwezi kufanyika na mtu mmoja na upande mmoja. Ndio sababu tunasema tuungane, tushirikiane, ndio tufanye kazi hii kwa pamoja. Watu wa Kakamega, jameni, mko tayari tuungane, tushirikiane, tufanye kazi hii pamoja? Mimi nitakuja hapa mwezi ujao ama mwezi wa 8 hii Kakamega, kwa sababu niko na mambo 3-4 nataka nikuje nifanye. Muliniuliza maneno ya barabara, si ni kweli? Kuna barabara kadha kidogo budget ilikuwa haijapangwa vizuri, lakini this time round nimehakikisha kwamba budget ya watu wa Kakamega imepangwa vizuri. Tumetangaza kandarasi on Tuesday ya barabara ya kutoka pale airport kwenda Shinyalu mpaka Chepsonoi. Tumeweka budget shilingi bilioni 2. Tunatangaza hiyo barabara tujenge. Huyu mjumbe wenu alikuja kuniandama, mara ananitisha, unajua sasa tulikupatia bibi sisi watu ya Lugari, usipofanya namna hii tutarecall, si ndio? Sasa tumeweka pesa barabara ya hapa chini Mwamba